Mtazamaji, mipango ya kinara wa ODM Bwana Raila Odinga imeweza kufichuliwa, huku ikiweza kutishia urafiki ambao unazidi kukomaa kati ya ODM na serikali ya Kenya Kwanza. Karibu mpenzi mtazamaji, fahamu kwamba kumekuwa na mzozo wa kisiasa kati ya upande wa naibu wa rais aliyebanduliwa Bwana Rigathi Gachagua na serikali ya Kenya Kwanza baada ya Gachagua kuweza kubanduliwa kutoka mamlakani na Raila Odinga kuweza kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza. Mambo hayajakuwa yakiendelea yanavyotakikana. Na mtazamaji, nitakuwa nikikupakulia ni nini haswa kimeweza kutokea, na hivyo basi kinatishia urafiki ambao unazidi kukomaa kati ya Raila Odinga na Rais William Ruto. Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, kaunti ya Siaya imekuwa kitovu cha uhasma wakati huu ambapo serikali ya Kenya Kwanza imeweza kuungana na muungano wa Azimio la Umoja, huku wakiwa na minajili ya kuweza kutengeneza serikali pana. Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, Gavana Orengo amekuwa akikosoa serikali akisema kwamba Raila Odinga aliweza kufanya makosa makubwa zaidi kuweza kujiunga na Rais William Ruto. Kwa upande mwingine mpenzi mtazamaji, huyu ambaye ni waziri wa kawi Bwana Opiyo Wandayi na seneta wa Siaya ambaye ni Oburu Oginga wanazidi kusema kwamba urafiki huo uweze kuzidi kuendelea ili kuweza kuleta amani katika kaunti katika maeneo ya Nyanza, jambo ambalo mtazamaji limeweza kukashifiwa na wale wachanganuzi wa masuala ya siasa pamoja na wanaharakati wa eneo hilo, akisema kwamba itaweza kuleta uhasama mkubwa zaidi ifikapo mwaka wa 2027. Karibu, na iwapo ni mara yako ya kwanza hapa ndani ya kituo hiki mtazamaji, na kuomba uweze kuteua sekunde yako moja, uweze kusubscribe na uweze kutupatia like katika video hii. Na mtazamaji, uzidi kuungana nasi. Hapa ni zaidi ya maabara ya uchanganuzi ya masuala ya kisiasa. Mpenzi mtazamaji, first things first, fahamu kwamba Raila Odinga mwaka uliopita alikuwa pamoja na majenzi. Raila Odinga alikuwa mstari wa mbele wa kupanga maandamano kila siku ya Jumanne na Alhamisi. Lakini cha kushangaza ni kwamba ilifika mahali ambapo Raila Odinga aliweza kualikwa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, na kulingana na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa waliweza kusema kwamba huenda kuna kitu ambacho kiliweza kutokea, either Raila Odinga aliweza kuhongwa ili aweze kujiunga na serikali. Mtazamaji, tafakari haya. Raila alikuwa akitetea wa Kenya mwaka uliopita. Raila Odinga alikuwa akisikiza sauti ya Wakenya na akiweza kuwasilisha mbele ya serikali. Fahamu kwamba yeye ndiye alikuwa kiongozi mkuu wa upinzani. Kwa wakati huu mtazamaji, picha ambazo nitakuwa nikikuchezea ama nitakuwa nikikuonyesha katika screen yako ni picha za Rais William Ruto wakiwa na Raila Odinga pale katika kaunti ya Homa Bay. Fahamu kwamba siku ya jana ilikuwa siku ya maadhimisho ya sherehe za madaraka. Raila Odinga walionekana wakiwa karibu sana na Rais William Ruto, huku walionekana wakiwa na furaha. Lakini mtazamaji, swali ni je, tetesi ambazo zinazidi kuvuma kwamba huenda Bwana Raila Odinga kajitosa katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2027 kitakuwa na impact gani kwa Wakenya, hususan Wakenya kutoka maeneo ya Nyanza na Mount Kenya? Fahamu kwamba mtazamaji, Mount Kenya ni kama inazidi kuwa na mgawanyiko fulani. Kwa upande mwingine, Rigathi Gachagua anazidi kupata umaarufu siku baada ya nyingine. Viongozi wengi kutoka maeneo ya Mlima Kenya wanazidi kumwahidi Bwana Rigathi Gachagua kwamba watasimama naye ifikapo mwaka wa 2027. Kwa upande mwingine,
Rigathi Gachagua aliweza kusema kwamba iwapo bwana Fred Matiang'i ataweza kubali waweze kufanya kazi pamoja, basi yeye yupo tayari kushirikiana na Matiang'i ili kuweza kupindua ama kuweza kumngoa Rais William Ruto kutoka madarakani. Fahamu kwamba Rais William Ruto anatetea kiti chake cha urais kwa muhula wa pili. Rigathi Gachagua aliweza kubanduliwa kutoka kwa kiti chake kama naibu wa rais, na hivyo basi anajaribu kufanya revenge, wanavyosema wachanganuzi wa masuala ya kisiasa. Fahamu kwamba licha ya bwana Gachagua kuzidi kupata nguvu za kisiasa siku baada ya nyingine, mtazamaji, kumekuwa na visa vya utekaji nyara vya wale wanaharakati ambao wanasema kwamba mwaka 2027 watasimama na Gachagua. Viongozi kutoka Mlima Kenya ambao wanasema kwamba wataweza kumpa msaada wa kisiasa bwana Gachagua, pia wao wanajipata pabaya. Na hivyo basi Wakenya wameweza kuonya kusema kwamba serikali ya Rais William Ruto inaongozwa na maovu mengi zaidi, jambo ambalo limeweza kuacha wengi vinyowazi kusema kwamba serikali hii inaongoza kwa mabavu. Fahamu kwamba mtazamaji, upande wa upinzani, as we can see, unazidi kupata nguvu siku baada ya nyingine. Fahamu kwamba kiongozi wa kwanza bwana Fred Matiang'i anazidi kufanya kampeni zake huko katika nchi ya Marekani aliko. Gachagua akiwa hapa nchini anazidi kutembelea Wakenya, anazidi kuungana na Wakenya siku baada ya nyingine, jambo ambalo ni tisho kubwa zaidi kwa serikali ya Rais William Ruto. Fahamu kwamba Rais William Ruto aliweza kujibu madai ya Gachagua akimwambia kwamba asidhani amenyamaza. Ikifika mwaka 2027 atakuwa amejipanga vikali zaidi, jambo ambalo kwa upande mwingine linazidi kutetemesha nchi, huku wakisema kwamba hakuna jambo lingine, Rais William Ruto ataweza kuziiba kura za mwaka 2027 alivyofanyia bwana Raila Odinga mwaka 2022. Na mtazamaji, huenda mambo hayatakuwa kama kawaida. Fahamu kwamba Rigathi Gachagua hivi majuzi aliweza kutoa taarifa ambayo mtazamaji, kwa sheria ilisemekana kwamba ni hotuba iliyojawa na uchochezi. Gachagua alisema kwamba endapo tume ya mipaka IEBC kama haitaweza kuwa fair katika uchaguzi wa mwaka 2027, basi vita ambavyo vitashuhudiwa nchini Kenya vitakuwa vikali zaidi kushinda vile vya mwaka wa 2007, yani 2007 post election violence, jambo ambalo liliweza kupelekea Wakenya wengi kuweza kupoteza mali, kuweza kupoteza wapenda wao, kuweza kupoteza kazi zao. Na hivyo basi mtazamaji, Gachagua walisema kwamba aliweza kujichongea kusema kwamba vita vitaweza kutokea mwaka wa 2027 iwapo tume ya IEBC haitaweza kufanya usawa katika kura za mwaka huo. Mtazamaji, fahamu kwamba hapa ni Tani Digital, tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa. Cha muhimu mtazamaji ni wewe uweze kuungana nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe.